همومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرأنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية. اللهم اشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمتك علينا يا رب العالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أجهدنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلمه يا كريم يا رؤوف يا حكيم يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة الخضرة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية معدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لواء من إليه وعلى آله وأصحابه أدنى ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إلى آخر الآيات المقروءة. Kwanza hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuturudisha tena leo katika mahala kama hapa, na kwa wakati ilipita mtihani kidogo, tukawa hatuwezi kukutana kwa sababu tulikuwa na mjengo wa msikiti ya kwamba ada yetu kila Ramadhani basi hizi tunakutana, lakini leo alhamdulillah muda wa miaka mitatu tumeingia wa 4 leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kurudi tena katika pahala petu na kurudi katika darasa letu. Kwanza hatuna budi hilo kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutaingia katika tafsiri yetu, alladhina, wale ambao kwamba yatarabbasuna bikum, yantadhiruna bikum, wanawangojelezeni nyinyi, wanaangalia mko vipi. Yantadhiruna, intidhar maana tarabbasa bi maana intadhara, kuangojezeni. Yatarabbasuna, waangojezeni nyinyi mambo, kuangalia hivi. Tumefahamu na yatarabbasuna, yantadhiruna bil lughati al arabia, kuangojezeni, kumngojeza mtu, kumwangalia. Mfahamu itakuwa vipi? Kuangalia nyinyi mko vipi, mfahamu mko namna gani. Intaraza kwa maana ya kungojeza, kungojezeni nyinyi. Wafahamu bikum yatarabbasuna, kuangojezeni, bikum kuangojezeni nyinyi. Fa in kana lakum fathun, ikiwa kwa nyinyi kumepatikana fathun min Allahi, kutokana na Mwenyezi Mungu. Qalu, wanasema alam nakum, kwani hatukuwa sisi ma'akum, pamoja na nyinyi. Naam, itakuja sherehe tafsiri, wala tunapiga tafsiri tu. Alladhina, wale ambao kwamba yatarabbasuna, waongojezeni nyinyi, bikum kwa nyinyi. Fa in kana lakum, mkiwa nyinyi fathum, mmepata fathi, mafunguzi ya kufungukiwa na mambo kutokana nani? Min Allahi, kwa Mwenyezi Mungu. Qalu, wanasema wale ambao kwamba yatarabasuna bikum, alam nakum ma'akum, hatukuwa pamoja na nyinyi. Wa in kana lilkafirina nasibun, na ikiwa, wa in kana, na ikiwa, lilkafirina, kwa wale makafiri, nasibu, nao wamepata fungu la kupata maelekeo, mafauz. Qalu, hunena alam nastahwidh alaikum, je, hatukuwa ni wenye kuwashinda nyinyi kwa rai na fikra na mawazo. Istahwadha min babili
tawalla, ametawali mtu, au ghalaba, tawalla au ghalaba, wamemshinda. Alam nastahwidh alaikum, je, mfahamu hatukuwashindeni nyinyi kwa rai, tukawapa rai. Wa namna'akum, na tukawazuilieni nyinyi, minal mu'minina, kutokana na Waislamu. Fallahu, Mwenyezi Mungu, yahkumu, atahukumu, bainakum, baina yenu, yauma alqiyama, siku ya Kiyama. Walan yaj'ala Allah, wala hatojaalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lilkafirina, kwa hawa makafiri, ala almu'minina, yula Waislamu, sabila, njia yote ya kuweza kufaulu kwa Waislamu. Alladhina, wale ambao kwamba yatarabasuna, wanawangojezeni nyinyi, bikum, fa in kana, ikiwa, lakum, kwenu nyinyi, fathun, pana fathi, mafanikio, kufutahi, minallahi, kutokana Mwenyezi Mungu. Qalu, wakisema, alam nakum ma'akum, je, hatukuwa pamoja na nyinyi. Wa in kana, na ikawa, ikiwa, lilkafirina, wale makafiri, nasibu, nao wanafungu la kufaulu. Qalu, wakisema, alam nastahwidh alaikum, je, sisi hatukuwashindeni nyinyi na kuwatawalini kwa fikra, kwa mawazo, tukawapa mawazo mazuri. Wa namna'akum, tukawazilieni nyinyi, minal mu'minina, na hawa Waislamu. Fallahu, Mwenyezi Mungu, yahkumu, atahukumu, bainakum, baina yenu, yauma alqiyama, siku ya Kiyama. Walan yaj'al Allah, wala hatojaalia Mwenyezi Mungu, lilkafirina, kwa makafiri, ala almu'minina, yula Waislamu, sabila, njia yote ya kushinda. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwanza tuko katika aya za munafikina, lakini mimi nataka nirudi nyuma kidogo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwaumba waja wake, hususan binadamu, makhlukati wote, lakini hususan binadamu. Na alipomuumba yuko, alikuwa na lengo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hawa wanadamu. Lengo lake ni kumjua yeye kwanza, maarifatuhu wa ibadatihi, na kumwabudu yeye na kwenda kwa namna atakavyo yeye Mwenyezi Mungu katika kule kumwabudu yeye. Wao wana lengo lao ni lile aliloweka Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Allah, kumfanyia yeye Allah. Umefahamiana vizuri? Mwenyezi Mungu aliomba binadamu na lengo la kuabudu kwanza wamjue yeye, na lengo la kuomba ni kumjua yeye, na baada ya kumjua yeye ni kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Mwenyezi Mungu. Na kwa tulifanyalo lolote, hiyo ni kwa ajili yake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa sababu ndio mazingira, ndio madaira, kukapatikana makundi matatu katika kule kuumba kwao na kutaka kumjua Mungu kwao, na kwa lengo Mwenyezi Mungu abudu yeye, basi kulitoka makundi matatu. Kundi la kwanza la mu'minuna, ambao kwamba wao walimjua Mwenyezi Mungu haka maarifatihi, almu'minun. Mwenyezi Mungu akawajalia na wakamjua kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na lengo letu ni sisi ni kumwabudu yeye na kumfanyia amali yeye, ikhlasan lahu, kwa ajili yake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kumtambua yeye ni Mungu wahidun mawjudun, mwenye kupatikana peke yake, yeye ndiye mwenye kuabudiwa peke yake. Ikapatikana kundi la pili, kumkanusha Mungu. Allahu akbar. Nao ni nani? Alkafiruna. Wao walimkanusha Mwenyezi Mungu, haki ya kumkanusha Mungu kutumba sisi. Lakini wengine wakaja wakamkubali Mungu na kumwelewa Mungu na akajua Mungu ataka nini na sisi tufanye nini. Nao ni mu'minuna. Wakatoka kundi lingine ambao kwamba ni kafiruna, kumkanusha yeye Mungu, wasimkubali kabisa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wakaenda kasema ni naturally tu, zinakwenda tu zao wenyewe, hakuna mpekeshaji kabisa, mafoma. Wakamkanusha Allah kabisa. Wengine wakamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kukatoka kundi la tatu, ni kundi la kwamba limekea katikati, la haulai wala haulai, nao almunafiquna, ni munafiquna. Hili ndio kundi la tatu, ndio ambao kwamba tunalisoma tudalonalo kundi hivi mafahama, wakatueleza
katika miongoni masifa zao hawa, maana yake munafiquna, katika miongoni masifa zao ni hayo, yatarabbasuna bikum ad-dawaira, maana wanaongojezeni katika sifa zao ni kwamba yatarabbasuna bikum, alladhina yatarabbasuna bikum yatanzuruna bikum, wanaongojezeni nyinyi ni lipi litawapata. Mafahamu baba, ni fathi au ni nasri au ni khusrana au ni kushindwa au ni kupata shari au ni kupata wakawa, lakini msimamo wao wako huku na huku, baina almu'minina wa baina alkafirin. Ndio kundi la tatu. Kundi la kwanza ni ile walimuelewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haka maarifatihi wa abaduhu haka ibadatihi. Kundi la pili ni lile ambalo kwamba walimkanusha Mungu kabisa, Mungu hakuna kabisa. Mafahamu ni natural. Mpaka leo wako watu wanaabudu vitu mbalimbali wakamkanusha Mwenyezi Mungu, wengine hamjui Mungu, wengine wakamkanusha Mwenyezi Mungu, wengine wakamshirikisha Mwenyezi Mungu, ala dhalik. Kundi la tatu ni kundi ambalo kwamba wao ni munafiqina bainahu wa baina dhalika, na katika miongoni mwa sifa zao hao munafiqina ni alladhina yatarabbasuna bikum, wangaojezeni nyinyi lolote litakalokupata, ma yahduthu min khairin au shar, lenye kuzukia katika kwenu nyinyi khairi au shari. Mafahamu, au nasrin au nusra au hazmin au kushindwa au lolote. Sasa fa in kana lakum fathun, ikiwa nyinyi mmepata fathi. Hapa Mwenyezi Mungu atuuliza masala ya katika vita, mmekwenda katika vita, mafahamu, mmeshinda katika vita, basi min Allah qalu, husema huja kwa wale Waislamu, alam nakum ma'akum, hatukuwa sisi, alam nakum ma'akum, je hatukuwa na sisi pamoja na nyinyi? Sisi ndio maana tulipokuwa kwa siri za wale bwana, tukaambia hawa ni watu fulani, tahadhari nao, mafahamu madhoma, tumefahamiana. Wadhan alam nakum ma'akum, hatukuwa pamoja na sisi na nyinyi? Fa in nasarakum Allah wa fathun ma'akum fayastahiquna musharakatan fi ni'ma, nini ili wapate musharaka katika ile neema, ile ghanima mweipata, wa ita'uhumul ghanima, mpate kupata ile ghanima, na wao ni watu wanatafuta ulimwengu wao, hako huku hawako huku. Wa in kana lilkafirin, mfano, na ikiwa sasa nasibun, ikiwa wamepata wale makuraish makafiri wameshinda, mafahamu, nasibun, wakapata ni fungu. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa kwamba upande wa Uislamu imeita fathun, hapa upande wa makafiri katika nasibun. Pana tahqiqi ya kitu gani Sheikh? Mafahamu, kina al-Azhari watatuambia hapa, waliosoma kina Azhari, mafahamu. Wasiru nasiri, huyu ni msomaji kavaa nguo toka kazini. Wasiri katika tabiri, mafahamu, bil fathi, Mungu katika Waislamu akasema, mfahamu, mkipata fathi, yatarabusa bikum in kana lakum fathun, mkipata nyinyi fathi. Kwa nini? Na huko kwa makafiri kasema nini? Nasibun. Huko katika fathi ukaita nasibu, na wote ni kwa wameshinda katika vita, hawa wakishinda katika vita na hawa wakishinda katika vita. Lakini kwani amefanya tabiri ya fathi, huko kafanya tabiri ya nasibun. Ni nini? Mafahamu, taqlilu sha'nil kafirin, mafahamu, wa ta'zim sha'nil mu'minin. Tahqir sha'nil kafirin wa ta'zim sha'nil mu'minin, kuteza lile jambo lao hapo kwa wamefaulu. Lakini kwa Mwenyezi Mungu ni kitu kisokuwa na hamana, hakukipenda, kitu ambacho kwamba hakina maana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu ni kitu kikubwa sana, mafahamu, kwa wale Waislamu wakipata ile fathi. Tumefahamiana? Kwa sababu fi tasmiyati dhaful muslimina fathan, na sababu ya kuitwa kule kushinda Waislamu ni fathi, Mwenyezi Mungu akaita ni fathi, wa lilkafirina nasibu, na kwamba kule kushinda wa makafiri ni fungu tunasibu, huwa ta'dhimi sha'nil mu'minin, kutukuza jambo la Uislamu, kwamba
Ismaili na kubwa, mpaka katika vile vita wanashuka wale auliaullah kina malaika kuwasaidia Waislamu, jambo kubwa sana. Na ingawa hawa wameshinda, lakini ni kitu kidogo kisokuwa na maana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la Uislamu kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa sana, jambo la makafiri kwa Mwenyezi Mungu ni dogo sana, ni tahakiri kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumefahamiana hino sifa za munafikina. Munafikina hawana msimamo, ni kwamba huku wako huku wako, ndio maana walikula huu. Mafahamu Waswahili wetu, huku hako huku wako, ankula huu. Mafahamu ankula huu huyo. Wa idha laqul ladhina amanu qalu inna ma'akum. Mafahamu wakiwakuta wale ambao kama wameamini, sisi tuko pamoja na mimi. Wa idha khalau ila shayatinihim, wakena kwa wale maruasai wao, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sisi tuko pamoja na yeye, tunatezea shere tu wale tupate popote chochote na sisi kidogo tupate kule ipate nati, ili tena sisi tuweze kuheshimika. Lakini si kwamba ni kweli sisi kwa mabao na mbele, mafahamu tuheshimike katika lile. Hawa na msimamo huku na huku, ndio munafikina. Mfahamu na sifa hizi ukiwa nazo wewe, nayo ni munafikina. Kwa hivyo Muislamu yoyote atakayokuwa na sifa kama hii, mafahamu sharifu Allah ngapoweka Fatiha yule bwana wewe ni munafiki. Mafahamu ndio sifa zetu, tuko pamoja na nini, basi tuko pale. Nafikiri tumefahamiana vizuri ukimwona mtu mkubwa kana bwana sisi tuko pamoja na wewe bwana, tupe na dua zako, si hatuwezi kuishi pamoja na nyinyi bwana. Mafahamu kuja na mkamama huko kirudi huko tumpitiliza naye, tumpe kichwa tu ajue na nini na nini. Mafahamu la yadkhulul janna dhul wajhain, hangi peponi mwenye nyuso mbili. Huko yeye anakusifu, akaenda huko unakutukana. Mafahamu kutukana huko nakusifu, huko unakwambia na hivi unakwambia hivi. Mafahamu ndio munafiki ambao kwamba hana msimamo. Munafiki ni yupi? Ni umle Allah anadhihirisha mema, lakini anayaficha mazuri. Anadhihirisha lakini yale naye moyo kule ameyaficha, sio. Mafahamu huko anakuambia nimemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini huko ndani yeye Mwenyezi Mungu bado. Kwa hivyo kwa yoyote atakuwa na sifa kama hii ya kujihidhisha kwa mwingine hivi na akadhihirisha kwa mwingine hivi, basi huyo ni katika munafikina. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia mtu kama huyo hangi peponi. Mafahamu tayeb. Fallahu yahkumu bainakum yawm alqiyama. Mafahamu na lengo lao ni nini hawa kufanya hivi? Ni kuangalia tumbo lao na maisha yao. Ndio kasema huku wako huku wako. Kwa Waislamu akajifanya huko pamoja na huko makafiri akafanya pamoja, ili aende na ulimwengu wake. Hana malengo mengine. Mafahamu hana malengo mengine, hana malengo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengo lake ni kutengekewa ulimwengu wake, mambo yake yaendelee, vamo mambo yashughulike yawe mazuri, haangalie lingine. Wafahamu yuko tayari akuseme wewe atengekewe mambo yake. Basi hawa ni watu hatari insha Allah Ta'ala. Fallahu yahkumu bainakum yawm alqiyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawahukumu nyinyi siku ya kiyama, bainal munafiqina wa bainal kafirina wa bainal mu'minin. Fallahu yahkumu kullu wahidin, mfahamu Allah yahkumu kullu wahidin ala amali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atahukumu siku ya kiyama kila mmoja katika nyinyi makundi matatu. Mafahamu ni wale ambao kwamba yadhihiruna imana, wale wenye kuidhihirisha imani yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakafita ukafiri ndani ya moyo wao. Mafahamu vile kwa sababu ya kutengekewa na mambo ya wao. Ni lengo lao ni nini? Ni ulimwengu. Munafiki lengo lao ni ulimwengu tu, hana lingine, afanikiwe katika ulimwengu. Ndio maana akaja huku apate huku na apate na huku. Mwenyezi Mungu asijalie inshallah Ta'ala. Walan yaj'ala Allah, Mwenyezi Mungu hatujalia lilkafirina, kwa makafiri, kwa wale ala almu'minina, kwa wale waislamu, njia yoyote ambapo kwamba ya kuweza kuwaweza waislamu au kuwashinda waislamu au kuwadhalilisha waislamu
au kuwafanyia mabaya Waislamu, hawawezi. Mwenyezi Mungu hakujalia hilo, makafiri kuwashinda Waislamu. Mungu hakulijalia jambo kama hili kabisa. Ni sisi wenyewe mafahamu ndio tumeweza kujishindisha makafiri, wakapata njia ya kutuweza sisi, kutupelekesha na kutudhalilisha na kufanya walitakalo. Lakini asili, msingi, asili yake, maweko yake yaliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, makafiri hawawezi Waislamu, wala hawana njia yoyote ya kuwadhalilisha Waislamu kufanya kitu chochote, hawawezi. Hii ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu na ndio namna aliweka Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini bisharuti mafahamu kuwatowaweza nyinyi makafiri ni kwa sharuti. Sharuti gani? Mutamassikina bidinihim haqqa tamassukin, wakashikamana na dini yao haki ya kushikamana, mafahamu, wakaenda katika nendo wa kauli Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, la yughayyiru Allahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawabadilishi watu mambo mpaka wao wenyewe wabadilike katika ule mwenendo aliowawekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tulipokuwa tuko mbali na dini yetu, hatuko na dini yetu, hatukikamata haki ya kuikamata ile dini, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio amejalia njia alal kafirina kutuweza sisi kutubadilisha. Mafahamu, kaangalia namna tulio na idhlali, na Mwenyezi Mungu ametuamrisha sisi ni watu wenye ezi, mafahamu, lakini leo idhlali tunaipata, wanyonge tunaipata, tumetawaliwa na makafiri, mafahamu, na tumetawaliwa na makafiri na wanatupiga vita makafiri, vita viwili. Kwanza vita vya islah za silah wanupiga, kisha vita za fikra, ghazwatul fikari. Kuna zita za fikra mpaka kututoa katika misimamo yetu, mwenendo wetu, wanatupiga kila aina na kila mambo na kuletea mawazo wa kufanishia mambo haya mazuri. Kwa hivyo na sisi tukayapokea yale mambo, tukasahau kitabu Allah wa sunnati Rasulillah, tukasahau kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Umma hauwezi kutengea ummatul islamia illa bitamassuki bikitabillah wa bisunnati Rasulillah, ila kwa kushikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sayyidina Umar alisema hatuna ezi ila katika Uislamu, na tukitaka ezi kusoko kwa Uislamu tutadhalilika tu. Hakuna ezi ila kushikamana na Uislamu, na tukitaka ezi li ghairina basi adhallana Allah, Mwenyezi Mungu atatudhalilisha. Ndio haya tulionayo sisi. Ni Waislamu ni wengi, lakini hatuna maana kama mako. Tunapekeshwa kila aina, tunapekeshwa kidola, tunapekeshwa kimipango, tunapekeshwa kimsera, tunapekeshwa kimaisha, tunapekeshwa, mfahamu, sababu tumetupa ile dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Arrujuu ila kitabillah wa sunnati Rasulillah, kurejea katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiyo kufaulu kwetu. Leo ilmu inapotea. Mimi kwa mfano wangu, mimi nasema kuna al-ilmu wal maarifa kimimi, lakini kuna al-ilmu wal maarifa. Ilmu yadidumia, yaenda yakosekana taratibu. Maarifa yapanuka na yaenda. Ilmu inapotea, maarifa yapanuka. Bilaks, nikisema ilmu ni nini? Ni ule usuli ya dini, asili la dini, shina la dini. Ndio maana al-ilmu, arkanul islam, arkanul iman, arkanul ihsan, mshikamano wa Mungu, ndio ilmu al-usuli. Ndio ilmu inapotea, na ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema itakuja akhir zaman yantazi'u al-ilma intizaa, au sio bwana? Atayaondosha ilmu, kuiondosha biqabdhi al-ulama, kwa kuondosha wanazuoni. Leo tunao wanazuoni wako wale wanazuoni
na al-ulama wako, sio ulamau, al-ulamau, alifu na lamu, al-Azhari, mafahamu, alifu na lamu, al-ulamau, ulama wako, al-ulamau. Je, wako? Hakuna. Ilmu inapotea yenda zake, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema akhiri zaman, kutoka kalilu ulamauhu kathiru khutabauhu, watakuwa ni wachache wanazuoni wajuzi, lakini wengi watakuwa ni wasemaji. Kusemaji siku hizi wasemaji wengi sana sana. Akisha kuipata ile 40 an-Nawawi, nafahamu, akisha kuipata na tafsiri ya Sheikh Abdullah Farisi na Bulugh al-Marami, sasa tayari unakuja na kilemba na unajua unatoa mawaidha, mafahamu mafahamu. Kwa hiyo wenye kuwaidha ni wengi, wenye kuelezea ni wengi, huwezi kusema kuzungumza. Leo utaona katika maredio, ma TV, azungumzaji wengi sana. Hanaambia sasa wako wapi wanafunzi wa hawa watoke? Hakuna, yenda zake elimu. Lakini maarifa imepanuka, teknolojia, sayansi, nini, hizi ni ngula maarifa yapanuka shekhe. Zamani walikuwa kutaka simu mpaka waende posta uzungumza na wale wako posta, kwa kutilia laini uzungumze pale pale, kisha ikienda taratibu ikawa ni nyumbani na kuja sasa umetiona ndani ya kukoroga ile kara yalikuwa tumekwenda kuna ile pale nyumbani. Sasa mko kutembea nazo teknolojia hizo, maarifa yapanuka, maarifa yaenda, lakini alilmu yankus wa yarfa'u, ilmu inapungua naenda zake shekhe. Ni nani kama Sayyid Abdul Qadir Junaidi? Ni nani kama Sheikh Nuruddin? Ni nani kama Sheikh Muhammad Ayubu? Hakuna. Ni nani kama Sheikh Abdullah? Ni nani? Watu wako zamani hawa tu tulikuwa nao sisi, watu wako na Habibu Marbi Smith, wakina kina nani, au angalia bado, lakini wakati wetu al-hadhiri katika miaka yetu hivi, basi ndio maana wametutawali, mafahamu, wanatupekesha wao, kwa sababu sisi wenyewe tumeanda mwenendo au kwamba siotaka Mwenyezi Mungu. Tumeata nini? Kitabullah wa sunnati rasulillah, baada kwenda nacho kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo nionyeshe mimi Dar es Salaam madarisi mangapi? Shule ni ngapi? Bas, madarisi ni mangapi ndani ya Dar es Salaam tu? Madarisi ni mangapi? Shule ni ngapi? 1000 si 10,000. Madrasa ipo, madrasa kisha bafahamu, shule tu, school hatupingi, lakini zinapotea jamani hizi. Na huyu ndio kiongozi ya haya maarifa, usul al-ilm, ndio kiongozi ya maarifa, kukongoza wewe ndio hivi ufanye hivi ufanye hivi ufanye hivyo. Tumefahamiana vizuri kwamba kushinda kwetu na kutopata njia wale kutuweza sisi, na sisi turejee kwa Mwenyezi Mungu, turejee kushikamana na kitabullah na sunnati rasulillah. Haki hatuna tena wanazuoni jamani, hatuna ulamai. Ulamai ni fani 12 habibi, ulamai sikuzungumza habibi, mfahamu, sikuzungumza ulamai, uwe na fani 12 wako, fani 12 ziko hapa, mzisoma fani. Huyo ndio mwanachuoni, sio shehe, mfahamu, ndio shekhe huyo. Tena hapa ziko hapa shekhe zimekaa hapa, fani 12, mfahamu. Huyo ndio mwanachuoni wa kweli. Wako hata fani moja hakuna. Wala yaj'al Allahu lilkafirina ala almu'minina sabila innal munafiquna. Tuko katika innal munafiqina, tuko katika sifa za munafiqina. Yukhadi'una Allah, wamdanganya Mwenyezi Mungu. Innal munafiqina, hakika munafiqina, yukhadi'una Allah, wanamdanganya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khadi'un, na yeye anawadanganya subhanallah. Takuja kueleza wa idha qamu ila salah, wakisimama katika swala, qamu kusala, katika sifa zao munafikina, qamu kusala, usimama ilhali kwa wao ni wavivu. Katika sifa yao ya kwanza ni hiyo, ndio tamjua munafiki. Kisa yurauna nasa,
wanawaonesha watu ile swala yao. Wala ya sifa ya pili hiyo. Sifa ya tatu, wala yadhkuruna Allaha illa qalila, hawamtaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila ni kwa uchache kabisa. Ndio hao munafiqina. Innal munafiqina, hakika hao munafiqina tumewajua na tumesalima kwamba munafiki ni nani. Ni ule ambao kwamba aliodhihirisha imani akafita ukafiri. Ni ule ambao kwamba hana msimamo baina yako na yule. Mfahamu mimi nakuja kukwambia maneno fulani kisha ngenda kule mwambie mpuzi ule mambo ule. Huyo ndio unafiki huo. Mfahamu innal munafiqina, hakika wale munafiqina yukhadi'una Allah, wamdanganya Mwenyezi Mungu, wa huwa khadi'uhum, na yeye ni mwenye kuwadanganya wao. Wa idha qamu ila sala, wakisimama ila sala, qamu kusala, husimama na ile hali kwamba wao ni wavivu. Yurauna nnasa, wanawaonesha watu ile ibada ifanyao, ile swala ifanyao. Wala yadhkuruna Allah, wala hawamtaji Mwenyezi Mungu illa qalila, ila ni uchache. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia munafikina kazi yao ni kumdanganya Mwenyezi Mungu. Na kuelewa, na katika tafsiri nyingine sema hapa pana hathi mudhaf wa wudhi'a mudhafun ilayhi, ni maana innal munafiqina yukhadi'una Rasulullah. Mbona liko tafsiri nyingine inasema kwamba hapa pana mudhaf ameondoshwa, amewekwa mudhafun ilayhi, na inawezekana vile vile yukhadi'una Allah kawa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man yuti' Allah wa man yuti' rasula faqad ata Allah. Wafahamu mwenye kumtii mtume ndio amemtii Mwenyezi Mungu. Sasa hawa likimuonesha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladhina yubayinuka inma yubayyi'una Allah, wale kubayyi'una Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtume ni Mungu. Wafahamu siko sasa hadhari sio ni Mungu bwana. Wafahamu ni maana ukimtii mtume ni maana umemtii Mungu, ukimfuata mtume ni maana umemfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni katika miongoni mwa sifa za munafiqina. Mfahamu na waona wao wanamdanganya Mwenyezi Mungu, lakini tafsiri wa huwa khadi'um, na yeye ni mwenye kuwalipa. Wadhihina ule udanganyifu wao. Mwenyezi Mungu hamdanganyi mtu. Kumdanganya mtu ni kwamba wewe labda anakushinda, au wewe humwezi, au wewe utakumfanyia mambo ya ubatili. Kwa mdanganya Mwenyezi Mungu hana hilo, hana tabia hiyo. Mfahamu wala hashindu na mtu akwambia ukweli na nini kufanya khadai. Mwenyezi Mungu hapa ni maana wa huwa yukhadi'uhum, yeye ni mwenye kuwalipa hayo maneno yao ya kumdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mafahamu, kwa sababu huwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umdanganyao ni yule ambao hakujui siri yako, hakujui namna ulivyo. Akija kwamba mimi humjui siri yake, lakini Mwenyezi Mungu yaalamu sirra wa akhfa. Mwenyezi Mungu anajua siri wa akhfa, na kimezotamana ndani ya siri yaliyozungumzao na yale ndani, Mwenyezi Mungu anayajua. Wama akhfa, na kimezofitamana ile siri, Mwenyezi Mungu anamjua. Kuna Mungu anayejua siri na kimezofitamana na ndani ya siri. Siri ni ile ambayo kwamba hupitisha mawazo, lakini wa akhfa ni kile ambacho kwamba utakipitisha baadaye, hujakipitisha na utakipitisha, Mwenyezi Mungu anakijua. Ndio hiyo wa akhfa, imestamana ndani ya siri, bado hujapitisha katika moyo wako. Yale unapitisha katika mawazo yako, Mwenyezi Mungu anayajua, na utakayo kuyapitisha kwa ndani ya moyo wako, Mwenyezi Mungu Subhanahu ayajua. Nafahamu, lakini kwa uchache wa ilmu zao munafikina na ujinga wao na kuweka tamaa mbele za ulimwengu. Maana wafanya ile ni tamaa, wapate huku na huku, waishi katika mazingira ya huku na huku, ni tamaa ya ulimwengu, wakamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba waitakidi kwamba kama namna tumezowaficha hawa muminina, na vile vile Mwenyezi Mungu tutaweza kumficha tu siku ya Kiyama. Mafahamu, na siku ya Kiyama atakuja, watamwapia Mungu kwamba sisi hatukufanya hayo. Watakuja siku ya Kiyama na watasema mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na watawapa na mayamini hasa mbele ya Mwenyezi Mungu, sababu
lengo lao na nia yao kwamba Mungu naye ni kama binadamu, hajui siri. Mfahamu? Fayahdifuna kama yahlifuna lakum, watawapaamini kumwapia Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama kwamba sisi hatukuwa wanafiki, sisi tulikuwa hivi. Kama yahlifuna lakum, kama namna ambao kwamba wanawapia yamini nyinyi siku ya Kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfahamu? Asema Ibn Abbas, khadaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama ni kwamba Waislamu atawapa nuru na munafikina atawapa nuru, watakuwa wamefuatana. Wakikoma kati, pap, itazimika nuru ya munafikina, itabaki nuru ya mu'minina. Hiyo ndio kama asema Ibn Abbas annahu qala khada'ahu ta'ala lahu, ule khidaa ya Mwenyezi Mungu kwa wao, an yu'tiyahum nura, ni kuwapa nuru يوم القيامه wapi? Munafikina, yamshuna bihi ma'al muslimina, ile nuru watakwenda mpaka pamoja na Waislamu. Fa idha wasalu ila sirati, wakifika katika ile sirat, njia ya kwenda peponi, intafa nuruhum, tazimika nuru yao. Wabaqau fi dhulma, watabakia katika giza. Yawma yaqulu munafiquna wal munafiqati lilladhina amanu undhuru naktabis min nurikum, intadhiru, tungojeni, au undhuru kira kingine, tungozeni na nini, naktabis min nurikum, tupate na nuru yenu. Kwamba riju ila waraakum, rejeni nyuma huko mkaikute hiyo nuru. Mwingine wabenoma barzakh, kenda huko tena barzakh, hakuna cha kutoka tena. Mwenyezi Mungu asijalie katika munafiqina inshallah. Wa idha qamu ila salat, mafhumu wa idha qamu ila salat, na wakisimama katika swala, kwa maana ya kuswali, udhama vipi? Qamu kusala, wavivu. Akiingia katika ndani ya swala, basi unasikia bismillahir rahman, na pengine aktasiri asome suratul Fatiha tu, ila Allahu akbar subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamida rabbana kabir, Allahu akbar subhana rabbiyal azim, Allahu akbar. Mfahamu? Haraka toki kama aliko ndani ya jela. Kwanza ni kusala wavivu, ili swala huiona mzito kama amezobeba gunia ndani ya mwili wao. Mfahamu? Tayeb, kama ni mgizo na wewe tahadhari, na mimi na wewe tukienda namna hiyo ya Rabbi salama. Mfahamu? Tutahadhari katika miongoni mwa sifa za munafiquna. Wakiingia na katika miongoni mwa munafiquna, akisali peke yake usali haraka, akisali na wenzake uko hivi taratibu. Akija msikitini hapa shekhe mkubwa, akaenda nyumbani apija bisati tu. Mfahamu? Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam, katika miongoni mwa alama hizo. Mfahamu? Wewe ni munafiki. Ukiwa peke yako atuzipige pija, ukiwa na wenzake tena ukaja kusoma na sura mrefu shekhe. Mfahamu? Ukasoma amma yatasaluna mpaka mwisho, mpaka maguu yakatuuma. Mfahamu? Na uko sauti mzuri, lakini kwako wewe kul huwallahu ni kubwa. Nyumbani kwako peke yako kul huwallahu ni kubwa. Mfahamu? Hizo ndo kazi za munafiquna. Tufahamiana? Basi usiwe hivyo. Ndio maana akatuambia Ibn Abbas, walihadha yambaghi, kwa hili yalitakana ala almuslim an yakuma ila salati binishati, asimame kwa swala kwa nishati. Akasema ni karaha kusimama mtu ndani ya swala na yeye ni mvivu. Mfahamu? Asimame na huyo huko ana furaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, enda kusimama kuzungumza na Allah fi hadratil qudusiyya, aone ameingia katika ile hadratul qudusiyya, hadhara ile takatifu, kwa sababu umeingia katika hadhara ya Mwenyezi Mungu, na wewe hapo sasa unazungumza na Allah. Kule kusema alhamdulillah rabbil alamin unazungumza na Allah, kusoma sura unazungumza Allah. Sasa uko katika nini? Ikulu ya Allah. Kama utakapokwenda ikulu ni lazima uvae nguo maalum tena mzuri, usimtambulishe ndio aende ikulu. Na kwa Mwenyezi Mungu, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Tukende kuswali tuwe na nguo nzuri bwana, perfume tutie na nini tutie, tuende kuswali. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Mfano chukua ni urembo wenu bwana, wakati mkwenda mkiswali, lakini sisi tutamna mtu la majasho sio nzuri hivyo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kula kitunguu saumu zile asihudhurie katika
swala, sababu zile zinaita harufu mbaya, malaika huwa kihudhuria pale ndani ya ile swala. Kwa hivyo wataka uwe nadhifu, uwe na talaqi wajhi na nishati. Inna al-khashi'un, kweli swala ni mzito, lakini kwa pesi kwa wale wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfahamu, watu wanaingia ndani ya swala wakaona raha, wakaona furaha, wakajikuta kama hawako tena katika ulimwengu, wako kwa Mwenyezi Mungu, wakaingia katika fana baada ya kuwa walikuwa katika al-baqa, wakatoka katika al-baqa wakaingia katika al-fana. Kwa ile raha wanaonao akajiona kama hayupo. Ni kama kile kisa cha Zainul Abidin, mfahamu, nyumba yake inaungua, jamaa wampiga makelele na uko ndani ya swala, yeye unampigia makelele, ya ibn Rasulillah, ya hafidhi Rasulillah, nyumba inaungua. Hako habibi, hako kabisa, ameingia katika fana. Mfahamu, alipomaliza naambiwa kama siku hiyo mimi nilikuwa nimebabaika na moto wa jahannam huko, ndio nimebabaika, siko kama huko. Hiyo ndio swala hiyo, mfahamu, hiyo ndio swala. Unatoka hasa hujulikani uko wapi. Ndio bwana mmoja asema alikuwa ni wakati na operation. Zamani kwa hakuna operation, inalazimika akatwe guu, mfahamu, na hakuna operation kule, na hakuna zile mambo ya sindano sio mambo ya hivi. Basi akamwambia mimi ukitaka kunifanya hivi ningoje niingie ndani ya swala, nikiingia ndani ya swala nikatie ile guu. Basi kweli yule bwana ngoja kaingia ndani ya swala, akifika ndani ya swala basi akaja akamkata, hayupo habibi. Lakini hao ndio watu dhola rijal wako tena watu kama hao hakuna. Wanasema wenyewe ile ladha waionao na raha waionao ndani ya ibada ya swala, kama ile raha ya mume kumgilia mke tena katika ile hali sasa tayari raha waionao. Ndio na Rabi'atul Adawiyya akakataa mume kabisa, akasema mume mmoja ananitosha, bwana mmoja sitaki mabwana wawili wanipa taabu. Mfahamu, bwana Mungu na bwana mume huko lakini naona raha mwenyewe, naona starehe mwenyewe kwa ile kumwabudu Mwenyezi Mungu, kuingia ndani ya swala. Lakini mimi na wewe shekhe, dini atamaliza, mfahamu, ile salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, huyo kama alikuwa ndani ya zizi la ng'ombe leo umefunguliwa. Ndio tusalie sisi sala zetu inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie rabbil alamin. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, mfahamu, wala hawamtaji yurauna nasa, wanawaonesha watu, wanafanya ria. Mfahamu, ria ni kufanya jambo ili watu wakuone, unawafanyia watu, humfanyii Mungu. Ndio maana ria. Mimi na tafsiri hapa nipatikana ni hodari kufasiri, watu wanione mimi ni hodari kufasiri, hiyo ndio ria. Mfahamu, huko tena hapa kwamba mimi na tafsiri ili tupate faida sisi kwa sisi hapa kwa Mungu, Mwenyezi Mungu, tumuone Mwenyezi Mungu, tumjue Mwenyezi Mungu, tuyajue mambo atakao Mwenyezi Mungu, sifa gani ambapo kama tujipambe sifa gani. Lakini ukawe lengo lako ni watu wasikie darasa, nikitoka hapa nisikie Sharifu, mashaallah hodari kufasiri, tafsiri yake tamu nzuri. Ria hiyo yahbitul a'mal, inavunja amali zako. Unaswali na kichwa umeona matajiri pale na kichwa kiweka hivi, Allahu akbar, lengo lako ni matajiri wakupe zaka, nachana nione mshiriki hivi. Sasa ile ndio angula ria, mafahamu, ria yuhbitul amala. Na fahamu, tumefahamiana, haifai ria. Ukienda siku ya kiyama amali zako zote zitapomoka kwa sababu yake. Na kama alisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi, ana aghna al-aghniyai, mimi ni toshajali kwenye kutosheleza wote mina shirki. Akasema hivi, faman amila li amalan ashraka fihi ghairi, mwenye kufanya matendo akamshirikisha mwingine, wa ana anubari, mimi na yeye tuko mbali, ana bari'u minhu, mimi niko mbali na yeye. Umeswali swala hiyo kunionyesha fulani au kuonyesha tajiri, basi mimi simo wala sitomlipa, lakini siko naye kabisa. Wa nasibi li shariki, na ile nasibi yangu ni yule ambao kwamba amezoshirikiana na yeye. Mafahamu, ukiswali ukifanya ria, basi wewe umepomoka. Ukitoa zaka ukifanya ria, zimepomoka amali zako. Kinyume cha ria ni al-ikhlas.
ndio kinyume cha ria. Ikhlasi ni kufanya amali kwa ajili ya Allah, si kwa lingine. Ria ni kufanya amali kwa ajili ya watu, kwa ajili ya lengo, kwa ajili ya mambo mengine, hiyo angula ria. Ikhlasi ni kufanya amali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ndio ukubalika amali yako mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukiwa unafanya ile amali kwa ajili yake yeye Allah, si kwa ajili nyingine, yeye tu peke yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni faulu si ni faulu, lakini mimi niko kwa Mwenyezi Mungu, nafanya amali hii kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqbalu Allahu min al-a'mali illa ma kana minha khalisa. Mwenyezi Mungu hakubali katika amali zenu ile zile kama zile safi khalisa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mfahamu? Akhlis amalaka takfika, fanya safi amali yako yakufika. Tali amali njema ile fupi ile kalili itakufanyisha nyingi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya nia. Innamal a'malu binniyat. Na wakatuambia mwanazuoni ikhlasi ni aina mbili. Al-ikhlasu naw'ani, kuna ikhlasi mahdhin na kuna ikhlasi shabahin. Ikhlasi mahdhin na ikhlasi shabahin. Ikhlasi mahdhin ni kule kumfanyia Mungu tu, si kwa lengoni. Mathalan tumeambia wewe ukiswali utapata khairi, utapata baraka, utafunguliwa as-salatu. Mafahamu salatu nini? Yaftahu al-khair, ufunguliwa khairi zote kwa baada ya swala. Lakini ukasema mimi naswali kwa ajili ya Mungu tu, basi swali. Kwa hiyo ikhlas mahdhi ndio tabiatul adawiyya. Alipoambiwa kwamba idha waqatil waqia, sijui uvuta pesa, akasema kutoka leo sisomi tena. Sijui umeelewa? Rabi'atul adawiyya alipoambiwa idha waqatil waqia uvuta nini mapesa, kana basi kutoka leo sisomi mimi. Maana kitakuwa nia yangu kupata mapesa au kupata maisha, itakuwa si kwa ajili ya Mungu. Unaona hiyo ikhlas mahdhi ndio hiyo. Wazi ni ibadatul abid, hiyo inaitwa ibadatul abid. Nifahamu ni ibada ya watumwa wanakwa Mwenyezi Mungu tu pekee yao, ibadatul abid. Kuna na ibadatu tujar, ibada wenye kufanya biashara, ndio sisi yani. Ukiambia ukifunga utapata hivi, idha wakati watu wakifanya utapata Aisha, ukasoma Yasini kwa Shahzadi, watusomeni bwana, bwana tupate mambo yafunguke bwana. Ni Mungu, ingawa ni Mungu amekuamrisha, sio kama ni ria. Ile si ria, ni ikhlasi, lakini ikhlasi sabi haikutoka kwamba si ikhlasi. Habibi, tumefahamiana vizuri lakini ikhlasi ya kubwa tu, na sisi tuache huko na Mwenyezi Mungu tena. Wafahamu, ukaswali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anitie peponi, ukafunga Mwenyezi Mungu anipe thawabu ninge peponi, hiyo ni ikhlasi. Lakini ikhlasi shabahi, wafahamu, ndio kuna hii ibadatu tujar, kuna ibadatul abid, kuna ibadatu tujar. Wafahamu, ikhlasu naw'ani. Mwenyezi Mungu atupe ikhlasi hiyo abidi, lakini hatuwezi, tunaweza hiyo inshallah. Mudhabina baina dhalika mutaraddidina, mudhabina mutaraddidina baina dhalika. Mafahamu wenye kuzunguka huku mfahamu, sio mudhabina zaba taraddada baina hadha wa hadha, haku katika msimamo. Ni mudhabina huku mara huku mara huku mara huku, mudhabina mutaraddidina. Mafahamu wenye kuzunguka huko mara huko mara huko mara huko mara huko, ndio baina dhalika. Baina hilo lipi? Uislamu bwana na unafiki. Mafahamu mu'min, imani na unafiki, imani na munadhalika. Hilo lipi? Mafahamu imekuja dhamiri ya moja, lakini dhalika lipi? Hilo liopo, hilo nini? Uislamu. Mudhabina baina dhalika. La ilaha ulai, ila hapa kwa maana ma la ma haulai wala ma haulai. Ona mafahamu hizi ila, hizi hurufi zina asili, lakini zinatoka katika asili. Mafahamu huko kama ala ni juu, mafahamu, lakini inakuja kwa maana ya kati, inakuja kwa maana ya sharti. Ndio mfahamu, na ndio maana sisi tukiweka kusali tunaweka ala sadri, wasatil sadri.
Ndio maana ala hapa, sio ala huku, mafahamu? Ala hapa. Waqaftu ala albab, juu wasat, waqaftu na ndio lugha. Waqaftu ala albab, usema waqaftu ala, na ala ni juu, lakini umesimama kati wewe hapa, kati ni juu. Waqaftu ala albab, umesimama hapa Sheikh, au umepanda yule mdango. Wasati zinakuja kwa maana ya kati, ala kwa maana kati, ala kwa maana ya juu, ala kwa maana sharti. Utika hadha ala an tu'tiyani shay'an. Ona hapa ala iko ya juu, nimekupa hiki usharuti na wewe unipe kitu fulani. Hapa imekuja ala kwa jua lugha kina Azhari hapa alisoma. Mafahamu? Sasa huja hizi mafahamu hurufi zina asili lakini zikatoka kwenye, na ndio maana hapo kupatikane wanazuoni wasome. Kwamba sio kufasiri tu, hapa takuja hivi, hapa ije hivi. Kwa nini imekuja hivi? Hapa mafasiri yake hii inakuja hivi, lakini lazima hapo fasiri hivi. Hapa ila ni kufika kule mbele. Kharajtu min albayti ila almasjid, imetoka nyumbani kwenda msikitini, ila kwenda. Lakini hapa haina kwenda. Tumefahamiana hapa ina maana ya maa. Tumefahamiana vizuri? Mudhabdhabina baina dhalika, la haula la ilaha haula, la maa haula wala maa haula. Mafahamu? Hawako pamoja na hawa, hawako pamoja na hawa. Mudhabdhabina mutaraddidina, wazunguka huku na huku. Mfahamu? La baina dhalika, baina hilo kuna Uislamu na hii na munafiki. Mfahamu? La ilaha haula, la maa haula, hawako pamoja na hawa nani? Muslimina. Wala maa haula, na nani? Munafiqina. Mudhabdhabina baina dhalika, sifa ya wako huku na huku, huku hawako, huku hawako, wankulahu. Mafahamu? Wadhihini ndo sifa zao. Mafahamu? Tukikutana mimi na wewe, niko na pamoja na wewe. Nikikutana na yule, mimi niko na wewe bwana, yule basi mwache tu. Tumefahamana. Sasa wewe huko ukikutana na mimi uko na mimi, ukienda kwa yule uko na yule. Unafahamu? Taibe, siko na yule bwana, mimi nimekwenda tu pale, siku na yule. Ukija kwangu mimi, mimi bwana, mimi niko pamoja, tuko pamoja sisi. Unafahamu? Lakini wale tusikuli hivyo. Sasa wewe ni munafiki. Unafahamu? Ndio maana huko la haula wala haula. Wa man yudlillah, na mtakaye kumpoteza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wafahamu? Wala yadhkuruna Allah illa qalila, wamtaja Mwenyezi Mungu na ni maana kwamba Muislamu amtaja Mwenyezi Mungu wingi. Mafuhumu al-mukhalafa, wa la yadhkuruna Allah illa qalila, bimaana man yakunu al-mu'min yadhkuru Allah kathira. Tumefahamiana bil mukhalafa, mafuhumu al-mukhalafa. Ukimwona mtu adhkari hizo hazipisi sana hivi, wasijue kadiri huyo. Lakini Muislamu anapenda sana dhikrullah, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wanazuoni hapa wanazungumza wala yadhkuruna Allah, maana hiyo swala. Lakini wengine wanasema wala yadhkuruna Allah bi maana dhikri wal awrad, kwa maana dhikri na uradi, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mafahamu? Bi maana dhikrullah wal adhkari wal awradi. Ndio Muislamu wa kweli. Ikiwa huna uradi taratibu hiyo, unashaka shekhe, sababu au unazichache wala yadhkuruna Allah illa qalila, lakini usiwe wewe wala yadhkuruna Allah illa kathira. Unafahamu? Mtaji Mwenyezi Mungu ila kwa wingi. Ukiwa wingi, basi wewe ni Muislamu, wewe ni muumini kweli, sababu muumini anapenda kumtaja Mwenyezi Mungu kila wakati, kila saa, ataka awe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mafahamu? Na yeye Mwenyezi Mungu akatuambia udhkurullaha dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila, mtajeni Mwenyezi Mungu sana. Mwenyezi Mungu ataka tumtaje sana, hata Mtume akatuambia mtajeni Mwenyezi Mungu mpaka mtu awaone ni wandazimu. Kwa kule kumtaja Mwenyezi Mungu, tutajeni sana Mwenyezi Mungu mpaka watu waone nini wandazimu. Wandazimu si unafanya mambo haraka wao, basi ninyi mtajeni Mwenyezi Mungu sana. Wafahamu? Mwenyezi Mungu anapenda sana fadhila. Fahamu? Tumefahamiana vizuri. Faida ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtaja Mwenyezi Mungu ni adhkari, zinaingia nyingi tu. La ilaha, tahlili, takbiri, tafahamu, tahmidi, tasbihi, zote hizi ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu. Istighfari, as-salatu ala nabi ni adhkari.
Kwa hivyo kwanza faida ya dhikri, mfano dhikrullah, kwamba Mwenyezi Mungu naye anakutaja, anakupa thawabu. Fadhkuruni adhkurukum, nitajeni na mimi nitawataja. Wabaheni, ukimtaja Mwenyezi Mungu basi na Mwenyezi Mungu kutaja. Na akasema tena katika hadithi qudsi, mwenye kunitaja mimi peke yangu na mimi nitamtaja peke yake, mwenye kunitaja mimi mbele za watu na mimi nitamtaja mbele za watu walio bora zaidi. Mafahamu? Ndio wale mabwana zetu ahlu tariqa wakatuwekea dhikri kwa watu pale jumuiya, kwa sababu ni hadithi ya Mtume, hadithi qudsi kwa imepokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahamu, anikinitaja mimi peke yake basi na mimi nitamtaja peke yangu, na mwenye kunitaja mbele za watu na mimi nitamtaja mbele za watu. Mafahamu? Mwenyezi Mungu atujalie. Hiyo ndio faida ya kwanza ya kuipata katika dhikrullah, kutajwa na Mungu. Ndio yule bwana mmoja aliwaambia, unajua wakati gani kwamba Mungu anakutaja wewe? Akamwambia, najua nikimtaja ndio unitaja yeye. Kwa hiyo nikimtaja mtu najua na Mungu naye ananitaja. Mafahamu? Nikimkumbuka najua na Mungu naye anikumbuka. Ya pili ni kupata nini? Itminan, utulivu. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Mafahamu? Utulivu wa moyo. Hakuna kitu kama utulivu wa moyo. Mafahamu? Hata ukipata misukosuko lakini moyo unatulia kwa dhikrullah, kwa kuliko kumkamata Mungu, uko na dhikri sana na Mungu, dhikri auradhi, adhkari hizi, basi Mungu hukupa utulivu katika zile adhkari zako. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim, anateremsha ule sakina wake kwa Muislamu, hubabaiki tena. Hata yakija ile mabaiko unaweza kuyastahimili na kuyachukua, si kwamba upati mitihani, utapata, lakini Mungu hukupa kwa ile dhikri na zile nyauradi, Mwenyezi Mungu hukupa ubebaji. Mafahamu? Na faida ya tatu katika dhikrullah, Mwenyezi Mungu hukupa mambo. Ndio hiyo ikhlasi yetu, ikhlasi ya kupata kwa Mwenyezi Mungu, Mafahamu? Ikhlasi yetu ni ikhlasi ya kupata kwa Mwenyezi Mungu. Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi qudsi, Mwenyezi Mungu anasema, man shaghalahu dhikri am mas'alati a'taytuhu afdala ma uti sa'ilin, mwenye kushughulika na dhikri, mimi kashughulika nazo dhikri hizi nyuradi, basi a'taytuhu, nitampa vitu vikubwa vikubwa, afdalu ma uti sa'ilin, ile bora ilompa mwenye kuomba. Kwa haya machache, na leo siku ya kwanza, Mwenyezi Mungu inshallah tujalie minalladhina, nisemaliza wa man yudlillah, na mwenye kumpoteza Mwenyezi Mungu, Mungu amemjalia mwenye kumpoteza Mwenyezi Mungu, falan tajida lahu sabila, huwezi wewe kumpatia njia yoyote ya kumwongoza maadamu ameshapotea mwenyewe, ameyataka mwenyewe. Mafahamu? Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu ameshamngongoza, ameshampoteza, huwezi tena. Ndio leo Musa alipoona, idha qala Musa liqaumi ya qaumi lima tudunani wakata falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Mbona walipoondoka na Mwenyezi Mungu naye akapondoka, na hawa waliotaka ile idhlali, basi na Mwenyezi Mungu naye akawadhalisha. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie minal muhtadin, asijalie minal mudhillin, minal dhalin ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.